Iran inadai kuwa Israel itakumbwa na usiku wa giza iwapo itasababisha madhara kwa Iran katika kile kinachotajwa kwamba inataka kufanya mashambulizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Katika hotuba ya swala ya Ijumaa huko Tehran, imeelezwa kwamba uwezo wa makombora ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran utaendelea kuwepo na kwamba maadui watakumbana na usiku wa giza kama wanataka kuidhuru Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran. Khatibu wa sala ya Ijumaa katika jiji la Tehran amesisitiza pia kuwa Iran ni ile ile yenye nguvu iliyogeuza miji ya Tel Aviv na Haifa kuwa mahame, na amesisitiza kwa kusema, ninawaomba wakuu wa jeshi wasitume ujumbe dhaifu. Amesema na ujumbe wa Iran yenye nguvu ni ujumbe wa kiongozi muadhamu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran. Hii ni kwa sababu sharia kuwa na nguvu ina mizizi yake katika Qur'ani tukufu ambayo inawahutubu Waislamu kwa kusema na waandalie nguvu yoyote wawezayo. Yaani ni Iran inayopaswa kuwa na nguvu katika nyanja za kisiasa, kiuchumi pamoja na kijeshi. Hata hivyo, Iran inasema kwamba wala haihofii chochote wakati huu ikiwa Israel inataka kuanzisha vita dhidi yake. Iran inaelezea vita vya siku 12 kama vita vilivyosaidia Iran kupata funzo kubwa katika mapambano, na ni vita ambavyo kwa kiasi kikubwa viliweza kusababisha vifo vya watu wengi katika jiji la Tehran, ikiwa ni pamoja na viongozi wa kijeshi nchini humo pamoja na baadhi ya wanasayansi wa nyuklia katika taifa hilo. Khatibu wa swala ya Ijumaa alidai kwamba watu waoga wa kimataifa wanayafanya kila yawezalo kuhakikisha kuwa Iran inaachana na nguvu zake za makombora. Hivi sasa ambapo Iran ina uwezo mkubwa sana wa makombora, na zaidi ya hayo tunakwambieni nyinyi ni maadui wote wa Iran kwamba mkithubutu kuudhuru mfumo huu, siku yenu itageuka kuwa usiku wa giza totoro, amesema Ayatullah Khatami katika hotuba ya sala ya Ijumaa kwa Tehran. Imamu wa sala ya Ijumaa katika jiji hilo la Tehran ameeleza kuwa adui anauogopa Uislamu na kuongeza kuwa adui hataki Iran iwe taifa la Kiislamu, anataka kuipindua Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na njia pekee ya kukabiliana na njama hizo za adui ni ile aliyosema kiongozi muadhamu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu Ayatullah Al-Khamenei kwamba wawe na Iran yenye nguvu, na kwa msaada wa Mwenyezi Mungu Iran yenye nguvu itawangamiza maadui. Katika sehemu nyingine ya hotuba hiyo ya sala ya Ijumaa huko Tehran, Al-Khatami ametoa mkono wa kheri kwa Wakristo wa nchini Iran na ulimwenguni kote kwa kusherekea sikukuu ya Christmas katika kukaribisha mwaka mpya wa miladia wa 2026 na kusema, ninawaomba Wakristo duniani kote wawe pambo la Nabii Isa. Hii ni kwa sababu Nabii Isa alikuwa kitovu cha upendo kwa waja wa Mwenyezi Mungu. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.